Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo Jumanne Aprili 29, 2025 amefungua maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo kitaifa inafanyika jijini Arusha kwenye hoteli ya Green Melia, ambapo amezungumza na wanahabari hao. Ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa vyombo vya habari. Hapana shaka kwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inaleta pamoja na kuna haki bila wajibu. Kwa hiyo na hilo pia lazima tulizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu, kujitahidi kutumia akili mnemba kwa makini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari, kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tunao. Tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba, na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera, kwa mtumie majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri sera yetu iweje kwenye eneo hili la akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari, kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili. Hatua tuliyofikia leo katika nchi, huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa na kule Rukwa, Katavi. Anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo ya nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili na taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa. Na sina mashaka kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili, na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake. Sisi tutapata yale muhimu yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu. Na kwa hiyo katika kufanya kazi. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi amesema kuwa akili mnemba isiwafanye waandishi wa habari nchini wakafubaa, na badala yake wahakikishe wanaitumia vizuri katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndugu wanahabari, leo mnazungumzia uhabarishaji kwenye dunia mpya, athari ya akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari, yani reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media.
Mimi naonea wivu sana. Mimi nilipoanza uandishi wa habari tulikuwa tunatumia kutuma habari kwa simu, telephone. We're using telephone to file our news from wherever we are. Kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, wewe usema A, usema alpha, anajua ni A. Na ilipokuja telex ikafungwa Kilimanjaro Hotel, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli. Kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia telex kutoka AFP, Reuters na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Mimi ni shahidi wa uandishi wa habari kutoka ambapo hakuna fax, hakuna telex na unatumia simu ya mkono. Na nakumbuka baada ya Mwalimu kuhutubia taifa kutoka Bunazi, Uganda, baada ya vita vya Uganda, ilibidi kutuma habari kwa simu ili iwahi deadline. Sasa sauti ya simu ni ngumu, na newsroom sisi tulizoea huyu anapokea simu, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu. Kwa tulizoea sisi kupokea habari kwenye kelele. Na ndio maana napenda kelele, kwa sababu inanifanya nifikiri vizuri zaidi. Hayo nyinyi mmepiga hatua kubwa leo katika uandishi wa habari. Lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu. Inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaweka. Kwa hiyo changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujasoma bajeti yetu, lakini tumefanya maamuzi tena kuanza maandalizi ya kuanza external service, idhaa ya Kiingereza ya TBC, ili kuitangazia dunia kujua Tanzania inafanya nini, ili maudhui yawe mle. Ukifanya utafiti, ukichukua kuhusu Julius Nyerere kupitia akili mnemba kwa Kiswahili, utapata picha nzuri sana na chanya ya Nyerere. Lakini chukua Julius Nyerere hiyo kwa Kiingereza, utaona ni hadithi mbili tofauti. Kwa hiyo akili mnemba isiwafanye mkafubaa, mjue bado akili zenu zitumike. John Israel, Banda Media.